kuna kipindi hivi vilabu vyenyewe vilikuwa vinashawishi ikija kwenye dabi hiyo iwe kama pale nchini Misri. Vilabu au walikuwa ni wadau tu pembeni? Hata wenyewe pia vilabu. Kwa sababu kama ingekuwa vilabu kusingekuwa na mvutano. Ukijaribu kutizama kwenye swala hili kuna ambao wamekubali na kuna ambao watu wao wa karibu wanazungumza kwamba nini hasa kiko nyuma ya hili, kwa maana ya kwa nini wameletwa waamuzi kutoka nje. Je, waamuzi waliopo ndani hawatoshi? Unakumbuka miaka ya 2012? Unakumbuka yale magoli ya Hamis Tambwe ya mkono? Kipindi kile Simba walikuwa wanataka kocha marefa aina gani kutoka nje ya Tanzania. Ni nyakati tu zimebadilika. Yaani kiukweli ni nyakati tu zimebadilika, lakini hivi vilabu vishaye kushawishi watoke waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Linapokuja swala la dabi. Unakumbuka siku za hivi karibuni tumeshuhudia dabi ngapi pale nchini Misri? Zinachezeshwa nje ya Misri au na waamuzi kutoka nje ya Misri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu zilikuwa zinatokea scenario za kuonekana mtu mmoja anapendelewa. Na hata msimu huu pia Al Ahly amegoma kwenda kucheza dabi ya marejiano na Zamalek kwa sababu shirikisho la soka la Misri, FA ya Misri, haikumtangaza maamuzi ambaye anatoka nje ya Misri. Na ndio maana hata kwenye kanuni walishindwa kumkata alama Al Ahly kwa sababu Al Ahly alisimamia kile kitu ambacho kipo cha wao kwenye kanuni kwamba dabi yetu utoke waamuzi kutoka nje ya nchi. Niwakumbushe, kuna kipindi tulikuwa tunatumia waamuzi watatu kuamua mchezo. Ina maana main referee anakuja na assistants wake, assistants 1 and 2. Line 1 na line 2. Simba na Yanga kuna kipindi waliclaim waongezeka waamuzi watano ambao waamuzi wataka nyuma ya magoli. Ni kwa sababu yani kutokuwa na amini tu, yani kutokuwa na imani tu kwamba hao waamuzi watatu wanaweza wakatenda haki. Sasa limekuja swala jingine. Kwa sasa huenda wao hawajatamani waamuzi wengine waongezeke, ila limekuja swala la kwamba kama nyie Yanga alitoa malalamiko kwamba hana imani na mwenyekiti ambaye anapangia waamuzi, akiamini kwamba kuna timu inabii favored kutokana na maamuzi ya yule mwenyekiti ambaye anapangia waamuzi au anasimamia waamuzi. Mbona timu fulani inapewa sana penalti? Wakati huo Yanga akasema mbona mwamuzi fulani ndo anapangiwa sana mechi zetu, kwamba huyu mwamuzi ambaye anafanya haki sisi ndo tupangiwa naye sana. Kwa hiyo hili ni swala ambalo tuseme likawa alert wao wenye mamlaka sasa kwamba so far tukimpanga mwamuzi tofauti na huyu, hii timu italalamika hivi. Twende tujiongeze, tutoke nje ya mipaka ya Tanzania, tulete waamuzi ambao hao waamuzi wanatoka katika ligi nambari 1 barani Afrika, ligi ya Misri, waweze kuja kusimamia huu mchezo, kwa sababu huu ni mchezo ambao utakuwa na maamuzi. Tusije tukawapa tuseme msala au tuseme kesi ambayo ikawazidi mahakimu na majaji uwezo wa kwenda kuhukumu hii kesi. Tutoe mawakili kutoka nje ya nchi watakao kuja kusimamia hii kesi, mwenye haki ya kushinda ashinde pasipo kusema kwamba hawa waamuzi wamekuja kuchezesha kwa maelekezo ya upande fulani au ya mwenyekiti ambaye labda ana DNA za kabu fulani. Mabena, nini ambacho unakitizama kwenye swala hili la dabi ya Kariakoo na waamuzi kutoka nje ya Tanzania? Uzito wake ama kutokana na namna ambavyo mechi ni ya kuamua ubingwa, ama wewe unaona kuna hoja ipi ambayo pengine imewalazimisha ama imewalazimu mamlaka kufanya hichi ambacho wamekifanya? Nafikiri ni kelele ambazo zipo tangu muda mrefu, na ukizingatia pia kwenye swala la kwamba hii ni dabi ambayo tumeona vitu vingi sana vimeweza kufunikwa, kwa maana kikanuni mambo mengi sana yaliweza kufichwa, na mwisho wa siku sasa watu wameona kuna haja sasa kama tukiweka waamuzi kutoka ndani halafu likatokea la kutokea, inawezekana kuna mvutano mwingine unaweza ukaibuka hapo. Hakuna mwamuzi ambaye hajalalamikiwa na vilabu vya Simba na Yanga kwa msimu huu. Ahmed Arajiga tunamtaja ni mwamuzi bora, lakini upande wa Simba ndo imekuwa ikimkataa sana, kwa sababu hata mechi nyingi ambazo amechezesha Arajiga ndo mechi ambazo Simba alienda kupoteza, na kuna baadhi ya matukio of course unaangalia unasema ni kweli kuna mahali walitakiwa wawe wameweza kuyafanya. Kwa hiyo kelele hizi zote nafikiri ndio zimepelekea kwamba huenda najaribu kuwaza kwamba hata
kwenye maridhiano wakati wanakubali kwamba mechi hii wanakwenda kuicheza, huenda matakwa haya yalikuwepo kwamba tuleteeni waamuzi kutoka nje. Na waamuzi kutoka nje wameletwa. Sasa issue inabaki ni kwamba hawa waamuzi kwenye hii dabi, nina imani kwamba wanaenda kutenda haki, kwa sababu mfano Amir Omar ni mwamuzi bora sana. Ashaye kuchezesha michuano ya kombe la dunia pale Brazil 2019 nadhani. Sasa kama ni mwamuzi mwenye beji ya FIFA, sidhani kama huu mchezo anaweza akaenda kuharibu, kwa sababu anajua ni mchezo unafuatiliwa, na akiharibu anajua CV yake inaenda kuharibiwa. Amekuwa kiteuliwa kuchezesha michuano mbalimbali barani Afrika, ya timu za Afrika, kwa maana timu za taifa, lakini ukiacha hapo kwenye timu za taifa, michuano ya CAF Champions League na Confederation amekuwa akichezesha. Tukumbuke hata kwenye ule mchezo wa Simba na Stellenbosch, yule mwamuzi wa kwanza ambaye alikuja kubadilishwa ndo huyu ambaye amepangwa kuchezesha hii dabi. Kwa hiyo kuna hata ule wa Simba na Oroya, hata ile mechi ya kwanza nadhani ya Yanga na Mamelodi hapa Benjamin Mkapa alichezesha yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye sifa yake ni kubwa na sina shaka na uwezo wake. Ishi inabaki ni kwamba hivi vilabu vya Simba na Yanga vinaamini sana kwamba waamuzi wa ndani, yani mfano leo tukasema bodi mpangie Ahmed Arajiga. Of course kwa wakati huu inaelezo ipo cause. Lakini kama angepangiwa kwenda kuchezesha, tunaamini kwa Tanzania huu ni mwamuzi bora kutokana na sifa ambazo amekuwa nazo siku za na Juni 15, kabla ya Juni 15 ilikuwa Juni 8, ilikuwa March 8. Nafikiri hata Juni 15 bodi ilitoa Juni 15 hawakupanga. Ilikuwa ni March 8. Ilikuwa ni March 8. Ambao ilikuwa ni Ahmed Arajiga mama kwenye kusimamia sheria 17. Sasa tumtizame Amim na sifa yake na kile ambacho amekuwa kikisimamia kwenye hii mechi ambayo kwa namna moja ama nyingine naweza kusema ni ya kuamua ubingwa. Tunaenda kupata suluhu kwenye usimamizi wa sheria 17 na kile ambacho pengine kimejiri kwa waamuzi wetu tangu ambapo tumeuanza msimu. Kwa upande wangu kuna kitu ambacho ni cha tofauti naweza kukizungumza kuhusiana na hiki. Vilabu vyetu vinaamini katika swala la maamuzi au waamuzi kwamba ndio viende vikapata matokeo ya haki. Hawaamini katika uwezo wao na ubora wao, ila wanaamini kwamba nikifungwa ni muamuzi, nikitoa sare ni muamuzi. Hawaamini kwamba ubora wako wewe ambao utaingia nao uwanjani ni utakaoenda kukufanya upate matokeo ya ushindi. Angalia sana Simba siku zote ambazo wanafungwa, kilaumu ni muamuzi. Yanga akipoteza, kilaumu ni muamuzi. Yanga anapoteza na Azam, Arajiga anasimamia. Yanga anajiuliza kwa nini nilichezeshiwa Arajiga? Labda Arajiga ndo alikuwa sababu ya nani Baka yule kutolewa kadi nyekundu. Lakini unajiuliza alifanya makosa ya kupewa kadi nyekundu au kufanya makosa ya kupewa kadi nyekundu? Kwa hiyo kuna muda vilabu vyetu vinaamini kwamba ili vipate idadi kubwa ya magoli lazima wawe na muamuzi. Ili uende kupata ushindi lazima uwe na muamuzi, na ukipoteza basi uwe muamuzi yuko upande wako. Ndio hiki ambacho kimekuja. Mfano michezo miwili ambayo imepita hapa ya ligi ya kumalizia ligi ambayo imechezwa ilikuwa ni 22 na 18. Ilikuwa ni Mei 18 na Juni 18 na Juni 22. Kuna timu imenufaika na makosa ya waamuzi. Kuna magoli ambayo yamefungwa kwenye mchezo wa kwanza na mchezo wa pili, yote yalikuwa ni offside. Timu imeongezeka idadi. Sasa hapa ndio utakuja kujiuliza, je, waamuzi ambao walipewa kazi ya kuchezesha hii michezo miwili kwenye klabu fulani ambao walienda kusimamia wasingeenda kujirudia? Na hao waamuzi wengine je, wangeenda kutenda haki? Hilo ni swala la msingi. Lakini pia kuna timu ya upande wa pili labda ilitakiwa kufungwa, lakini mwamuzi alikuwa upande wao, hawakwenda kufungwa. Sasa tunamhitaji mwamuzi ambaye atakuwa neutral, yani hataenda kumjua Yanga wala hataenda kumjua Simba. Ndio tutaamini kwamba mchezo utachezeshwa wa haki. Dabi ya kwanza sio kwamba ilichezeshwa na waamuzi ambao hawakuwa na sifa, lakini kuna timu kufungwa kwake walisema walinyimwa penalty 2. Je, yule mwamuzi alikuwa atoshi? Alikuwa anatosha na alikuwa na sifa za kuchezesha mchezo wao. Kuna timu ambayo baada ya kufungwa ile goli wanasema mpira ulikuwa umetoka. Ina maana Lensman pamoja na mwamuzi wakati hawakuwa na nini? Hawakuwa na umakini.
Sasa ndo linakuja jibu kwamba lazima tuhitaji mwamuzi mwingine ambao Simba na Yanga hawatomjua kumtupia lawama. Labda inakuwa ni rahisi sana kwa hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga kwenda kutoa lawama kwa waamuzi, kwa sababu hao waamuzi wanawajua. Yaani kwa sababu huyu mwamuzi tunamjua huyu. Hapa alifanya makosa. Huyu mwamuzi tunamjua. Labda ana DNA za upande fulani. Ndio maana labda sisi alitunyonga. Kingine tumeonaga Simba wakiwalalamikia sana waamuzi ambao wanatoka nje ya nchi. Hapana. Mara nyingi sana labda utasema Yanga kwenye ule mchezo wao na Mamelodi walimlalamikia yule mwamuzi ambaye saizi yupo FIFA Club World Cup nchini Marekani anachezesha kwamba aliwanyima goli, kwamba hakwenda kuangalia kwenye VAR. Lakini michezo ya Simba na Yanga mara nyingi sana, ni mara chache sana kwenda kumlalamikia mwamuzi wakati na wasaidizi wake. Huwa tunaona waamuzi wa ndani mara nyingi ndio ambao wanalalamikiwa. Ni kwa sababu ya pressure yao, na wanaamini kwamba kutokana na ukubwa wao ni lazima wale waamuzi watambue ukubwa wa hivi vilabu, pasipo kutambua kwamba mwamuzi yuko pale kusimamia sheria za soka 17 zinazomuongoza na nyingine ambazo zinaongezeka, kwa sababu kama saizi kuna sheria zinazoongezeka. Golikipa ukikaa na mpira zaidi ya sekunde 8 itaamrishwa kona. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima mwamuzi avifahamu na avizingatie sheria kama hizo ambazo yeye ameamriwa kwenda kusimamia mchezo kwenye michezo yake yote ambayo ataendesha. Basi Simba na Yanga vinasahau kwamba mwamuzi huyu ambaye atapangiwa mchezo atasimamia hizo sheria, ila wao wanaamini yuko hapa kwa ajili ya kubeba upande fulani. Mimi nataka nichagize kitu hapo. Mfano ukiangalia hawa waamuzi ambao wamechaguliwa kutoka pale nchini Misri, kuna kitu kimoja tunajifunza kwamba hata pale nchini Misri wao dabi yao ile ya Cairo Derby imekuwa ina malalamiko makubwa. Kumbuka mwaka 2022 kuna referee anaitwa Jose Luis Manuel Montero kutoka nchini Hispania. Timu hizi dabi za Misri zilikuwa hazina imani na waamuzi wa pale nchini Misri, na wakaweza kuliomba shirikisho la soka la nchini Hispania na shirikisho la soka la nchini humo EFA kuweza kumchagua mwamuzi huyo. Lakini 2024 Alejandro Muniz kutoka nchini Hispania naye aliitwa kwenda kuchezesha dabi. Lakini hata kwenye dabi ya mwezi Februari ambayo iliisha kwa sare ya 1-1 walimchukua referee kutoka pale nchini Norway kwa ajili ya kwenda kuchezesha Cairo Derby. Kwa hiyo yawezekana sasa marefari ambao nchini kwao kwenyewe hawaaminiwi, sisi pia tumeweza kuwaamini waje wachezeshe mechi yetu ya Kariakoo Derby. Na hii kwa sababu ni sio wazaliwa wa Tanzania. Sasa hiyo ni jambo ambalo pia limetokana na kwamba waamuzi wa hapa ndani wamekuwa wakinyoshewa kidole. Hivyo pia na kwao wale waamuzi wa ndani wananyoshewa kidole pindi ambapo wakipewa dhamana kuweza kuchezesha Cairo Derby. Lakini mimi sina mashaka na waamuzi ambao wameteuliwa, kwa maana ni A class ya waamuzi kutoka bara la Afrika. Ubaya ni kwamba A class kutoka bara la Afrika, lakini kwao pia hawaaminiwi, na sisi kwetu pia hawa hatuwaamini. Huenda pia wengine ama nchi nyingine pia ikitokea dabi kama hawaamini waamuzi wao, wanaweza wakaja wakachukua kwetu wakawapeleka kwao. Tunarejea na tutaendelea na mjadala huu. Tutasikia pia upande wa kamati ya waamuzi wanazungumza nini, lakini tutajiuliza pia usahihi wa swala hili kufanyika, tukiangaza kanuni ipo ama haipo, na kama haipo limekaaje hili. Endelea kusalia nasi mwana michezo, tunarejea punde.